Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nawe msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jai Kala Jaden, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam, asante sana mwenzangu Bukuru Tantini Aldama. Wacha tuanze habari muhimu na habari hizi zisemazo kuwa uongozi wa vijana wa chama cha UDPS mjini Baraka na tarafa ya Fizi umetaja kuunga mkono kandidati yake Bwana Normel Kabeya kwenye wazifa wa wenyekiti wa vijana wa UDPS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo ni kutokana na yeye kukizi vigezo vyote. Tuangazie na huko Mboko ambako mkuu wa sekta ya Tanganyika katika tarafa ya Fizi ametoa mkono wa pole kwa familia zilizopotezwa wapendo wao kutokana na ajali ya barabarani Paswima Jumapili ya tarehe 2 Novemba 2025. Ubakano Jedeo ameahidi kuvalia njuga swala la daraja la mto Swima hivi karibuni. Tutamatishe habari muhimu na habari hizi zisemazo kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa lazima mapambano yasitishwe na makubaliano ya amani yanapaswa kuheshimiwa bila kikomo kutoka pande zote mbili zinazozozana. Bukuru Tantini Aldama naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Shirika la nyumbani la Banabankar limekanusha taarifa zinazotanda kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kibarua cha kumchafua gavana makamu wa jimbo hili zidi ya kuchochea chuki. Kwenye mazungumzo nasi Delwe Kiamba Sauzie, mwenyekiti wa shirika la Banabankar mjini Baraka, amekanusha katukatu na kusema wao hawahusiki na kibarua hicho. Delwe Kiamba Sauzie anaonesha hapa maneno kadhaa yaliyoandikwa kwenye kibarua hicho. Bwana journalist, kwanza sisi tumekwenda kutizama huyo mshangao kwa sababu barua kama hiyo sisi hatuijui, tunaikanusha kabisa. Ni mabandia wamekwenda kufrape barua yetu na kuandika maneno kuakize vice gouverneur na kwenda kumsite mheshimiwa Pasteur Ze ya Kutumba kama vile naye mwapuye vice gouverneur. Hiyo habari kwa sisi wana bankare ni habari ya uongo, na hiyo barua ni barua ya uongo ya wafraper. Ndani ya barua hiyo, kwanza ukitizama barua hiyo inaandikwa ni ya mwezi wa 5 tariki 26, na barua hiyo inaandikwa kwa jina la Banabankar kwa kumulaumu au kumshtumu vice gouverneur Jean-Jacques Elakano ya kusema kama yeye yuko katika miongoni ya wale waongozi wanapenda kugandamiza vijana wengine wasichipuke kama vile wa leader loko wa hii vile, na kwenda kumwakize vice gouverneur ya kusema yeye anaitilize G7 kama vile kufunga watu kiolela na kuwa kama vile musika kwa hii dossier ya maire de la ville wa ville yetu ya Baraka. Sasa ukitizama vizuri, mwezi wa 4, mwezi wa 5 hiyo G4 ilikuwa bado hayaumbika. Mwezi wa 5 hii mambo ya fujo inaingia kwenye meri ilikuwa bado haijakuwa. Na ukitizama kwenye kashe au muhuri yangu, ni muhuri inakokotewa, yani wanaskana na internet, utakuta kama vile inapatama, inalala yani. Utakuta kama sinyatire yangu ni sinyatire inaokuwa kama na rangi ya blue ya kuvuya. Hiyo inaonesha kama hiyo barua yetu ilikuwa skane, kwa sababu sisi ni hapa jana tuliandika barua ya kumsoutenir vice gouverneur kwa tariki 29. Vipi tena sisi tujikontrole dire tena sisi wenyewe kutariki 2 tena tuhuwe ile barua yenye sisi au zile declarations zenye sisi tulifanya. Mwishowe Delwe Kiamba amewataka raia wa mji wa Baraka kuungana kwa pamoja, na wakati huu ni muda wa kupambana na maadui na sio kubaki kwa ajili ya kuchafuana. Naweza kuambia raia yetu ya Fizi na raia yetu ya Baraka, mjue kama tuko katika kipindi kigumu,
na wale maadui hawatupendi, wanafanya njia zote zile za kupenda kugawa watoto wa Fizi, za kupenda kugawa watoto wa Baraka. Lakini ningeomba raia, surtout vajene, tukae chini tuidentifie hao watu, kwa sababu hao watu yaka kikundi fulani, na wajue kama watashikwa tu, kwa sababu hicho kikundi kiko pale kwa kusalir mapersonalite za batu, kwa kuunda mindomino ya kupenda kufungisha watu wengine na kupendelea wengine wapate matatizo katika maisha. Na ndio maana naomba watoto wote wa Baraka, watoto wote wa Fizi watupilie mbali barua kama hiyo inaozagaa kwenye mtandaoni. Sisi watoto wa Baraka bana bankar tuko 100% derrière na vision ya maendeleo yenye vice gouverneur Jean-Jacques Elakano anayefanya ndani ya jiji letu. Tuko nyuma ya kuakompanye vijana wetu wazalendo kwa kutulindia amani ndani ya jiji letu la Baraka na teritwari mzima ya Fizi. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, uongozi wa vijana wa chama cha UDPS mjini Baraka na tarafani Fizi umetaja kuunga mkono kandidati yake Bwana Normel Kabea kwenye wadhifa wa wenyekiti wa vijana wa UDPS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo ni kutokana na yeye kukidhi vigezo. Akiwa mbele ya waandishi habari, Bwana Shikoa Abwe, mwenyekiti wa vijana wa UDPS tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa ni vema mwenyekiti wa vijana wa chama hicho awe wa miaka kuanzia 18 hadi 35 kulingana na sheria za chama hicho. Tuliweza kukutana leo pamoja na echantio ya baselulaire, tukasema tukuwe na baselulaire ya Baraka, na aktivite hii itaendelea mu sous-section zingine juu tuweze kuwaambia ideologie yenye iko, parce que president chef de l'etat aliremettre unité muchama, comme ça tunaita watu yote muchama bile ya matendance le prodeo le prokabuya sie bote tukale pamoja tusoutenir bakubwa yetu kuanzia Edi Mfudi hapa kwetu comme sectionnaire, fatilia mienendo yake ambayo anatuongoza, tufuatilie Federal Mwangaza Francine yeye ambaye anaangalia Fizi na Uvira, aussi tu accompagner le secrétaire général Augustin Kabuya katika ile mambo raisi alituambia ambayo tunajirefere kwake kila kitu ambacho tunataka kufanya kwa chama. Tunalomba respect ya statut ya article 50, et dans ce cas si tunalomba bajene bote ya fédération zote za Mukongo kusoutenir candidature ya Normel Kabea parce que iko mu tranche d'âge yenye inatakiwa kukuwa comme président wa Ligue des Jeunes. C'est pourquoi si tunasema wakubwa ya chama basi bakilie na bale batu wenye biko na makaranta miaka zaidi ya 40 ya kuzaliwa, miaka zaidi ya 50 ya kuzaliwa, njoba bakiba president, alors que jeunesse c'est le statut etu ça varie entre 18 ans à 35 ans. C'est pourquoi si tunalomba kwa wakuu wa chama watusikilize, warudishi ile structure ya bajene ku bajene benye biko na ile âge. Na si comme section ya Fizi ya fédération, pour dire fédération yetu ya Sud Kivu Rural de Uvira Fizi, tunasoutenir kandidature ya Normel Kabea ambaye anataka akuwe president wetu. Na mimi na yua Ivan itasaidia sana chama Fizi, itasaidia sana chama Mkongo, na itatusaidia sie wote kwa upekee na kwa ujumla. Ndio maana tulisema tukutane hapa tuoneshane ile mawazo, tupatie watu wasoutenir ile kandidature na wayue komba inaporte kunini. Kianda ni kwamba raia wa kijiji cha Kianda sekta ya Nganja tarafani Fizi wanaendesha kazi za kutengeneza barabara ya Kianda Sebele, huku wakiomba jamii na viongozi kuwasaidia kufikisha kikomo kazi hizo. Akiwa mbele ya vipaza sauti vya Radio Kivu, Bwana Mbwanja Sumani Tobochwe, kiongozi makamu wa kijiji cha Kianda, ameonesha sababu ya raia wa Kianda kujitolea kufanya kazi hiyo, huku akionyesha changamoto wanazozipitia na kumalizia kuomba msaada wa changarau kwa viongozi wa serikali, wabunge, hasa serikali ya sekta ya Nganja. Kufuatana na maji kisi ilivyo tuingilia, watu wa Kianda wakakaa chini, wakaona ni vyema kwenda kutengeneza hiyo barabara, tukajitengenezea wenyewe. Hatuna msaada wowote, lakini tulifurahia sana. Chifu de localité alitupa ruhusa tufanye ile barabara, na hivi tunaendelea kwa kufanya hiyo barabara. Wanajamii ndio wanatengeneza hii. Antuka tumeshafanya kipande kile tumefanya, tunaweza kuwa mita 600 hivi. Tunafanya vile kwa hiari, watu wanafanya vile kwa hiari. Unajua kwenye kwa watu ni lazima kuwe matatizo. Kuna watu ambao wakipita wanakataa kutumika ile kama vile salongo, na wao wanapita kila siku. Alafu hivyo tunakokotana, lakini ni vizuri juu watu wenyewe wanaelekea
kwa kufanya hiyo kazi. Kama vile watu wa Kianda wanaomba kwa wabunge ama kwa jamii itusaidie tu changalau, sisi tutaweza kuchimba ile mfereji na kufikisha hadi mwisho, lakini watusaidie changalau pamoja na vilaro vya kupitia moyani. Juu barabara ni yetu, sisi tutasubiria serikali ije, hapana. Na sisi ni wazalendo, ni lazima tufanye. Antuka ningetoa ujumbe kwa watu wa Kianda wafanye nguvu sana ili tumalize hiyo barabara. Wasitizame eti serikali itakuja kututumikia, lakini sisi wenyewe tujipe moyo tu tuimalize hiyo njia. Tungeomba serikali ya sektere itusaidie ama ishushe watu wake waone jinsi tunavyotumika. Jua tuwezi kuomba msaada bila yeye kuona, aje kuhakikisha kama kule tunafanya hiyo kazi. Atusaidie na sisi watu wa Kianda watupatishe tu changalau. Ndio tunaomba aswa. Hivi tunatumia tu kwa kununua si wenyewe mapiki, tunanunua si wenyewe majembe, vipawa, lakini ni vidogo sana. Na huko tarafani Fizi ni kwamba chama cha UNC tawi ya Fizi Baraka yataja kuunga mkono kandidati yake Emebonji Sangara katika kuwania uspika wa bunge la kitaifa kwa kuomba Vital Kamerhe aliyejiuzulu mwezi Septemba uliopita. Bwana Eboela Itambala Sakia ni kiongozi wa chama cha UNC tarafani Fizi na Mji wa Baraka, ameonyesha sababu ya wao kumuunga mkono Emebonji Sangara. Ndio ni sherti tumsapoti kwa sababu kiti hicho cha spika wa bunge wa taifa ni kiti ambacho kimegabiziwa chama chetu cha UNC, na kama mheshimiwa Vital Kamerhe aliweza kujiuzuru kwa wazifa huo, ilikuwa ni sherti tena katika chama chake, haswa katika eneo ambako yeye anatoka au Grand Kivu. Grand Kivu Emebonji alikuwa seul candidat mwenye alijitokeza, na hata vile kandidatire yake ikapokelewa na ikakubaliwa na Union Sacrée. Hakuna ukiukwaji paske Union Sacrée iko na grupe yake ya parlement. Unajua Union Sacrée hiyo ndio inakuwa na majorité parlementaire mu Assemblée nationale, na kulikuwa au moins 12 candidatures zenye zilikuwa za Union Sacrée. Maintenant il a fallu bateue president mwenyewe, paske unajua ile cheo ya spika wa bunge ni rais mwenyewe ndiye anataka mtu fulani, yule ndio mimi nataka akuwe. Ni hata akuwa chama chako, yeye anaweza kuambia ndani ya chama chako nataka yule mtu fulani, na ni yule. Paka pale hawajafanya uchaguzi wa spika wa bunge, lakini Union Sacrée inamteua kandida wake kama pendekezo. Kujiuzulu ili kuwa spika wa bunge hilo si tatizo, hiyo ni kawaida. Boji ni mwanachama wa zamani wa UNC. Tena Boji pour le moment alipata députation mbili, alipata ku province na ku national. Province Muville na Walungu ku national. Donc unakuta ni mtu ambaye ana kilo na ana uzito katika chama. Kwa Emeboji tunategemea kama atafuata mkondo wa mheshimiwa Vital Kamerhe, paske Kamerhe alikuwa ni mtulivu na alikuwa kiongoza bunge vizuri, na Boji na yeye nawaza atafuata ule mkondo na ataendeleza gurudumu mbele. Kusema kweli Kamerhe hana jambo baya alilofanya, alifanya vizuri. Haiza alipoulizwa kuhusu hatima ya kisiasa ya Vital Kamerhe, Bwana Eboela, mkuu kiongozi wa UNC Fizi Baraka, amejibu na kuwaomba raia wote kumchukulia Emebonji kama spika mpya wa bunge la Kongo. Kwanza ni kuambie kama Kamerhe na mheshimiwa rais wa nchi mheshimiwa Felix Tshisekedi, wao wawili ndio ambao waliweza pata madaraka haya ya leo. Na Kamerhe pole bomani mwanabunge tu, lakini nakwambia kama yeye hawezi kuwa tu mwanabunge. Ni sherti serikali kuu ifanye nguvu ili imuingize. Watafanya chini juu mpaka ukipe poste moja katika gouvernement. Wananchi wapokee Emebonji kama spika mpya wa bunge la Kongo la taifa, na yeye nafikiri kama vile kuna experience ya mingi atafuata mkondo pamoja na mashauri ya mheshimiwa Vital Kamerhe, na nafikiri kama Kongo itaendelea mbele zaidi. Na katika kijiji cha Mboko ni kwamba mkuu wa sekta ya Tanganyika katika tarafani Fizi ametoa mkono wa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na ajali ya barabarani Paswima Jumapili ya tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2025. Miobakano Jedeo ameahidi kuvalia njuga swala la daraja la mto Swima hivi karibuni. Katika mahojiano yake na Radio Kivu kwenye line ya simu namba 1, huyo wa sekta ya Tanganyika ametaja kupokea kwa masikitiko makubwa maafa hayo yaliyotokana na ajali, na hivyo ilimlazimisha kwenda Paswima ili kujionea hali halisi ya mkasa. Miobakano Msabaha Jedeo amezungumza nasi.
Nilikuwa pale jana nikaona mamaiti 4 moro na 4 blessés na zote tuliziashimine Uvira. Kulikuwa soda moya wa FARDC malikufa, eta majoro yake ilituma mamotari wakakia kamata ile maiti, na wale wengine 3 walikuwa wa civile, tukaluwe mtumbu pale ikawapeleka Uvira. Ile jana tulikamata mamezire moya na chef de village na bakapita pale kusema kama marais kwa competence yetu mimi tutafanya le minimum, tutafute majiwe kama kuziba ile matundu pale pour faciliter ba passager na ba usager ba kwenda pita convenablement. Watu wengine wanasema kwamba autorite wa Kongo mara mingi wanasubiri ma consequences ndo wanaanza kurepare. Itakuwa hivyo pia kukaa yako wenda ulisubiri madhara itokee de secteur. Les conséquences peut être partagées. Un chauffeur mwanakia na gari anaona hapa kuko mubaya, anapenda apite aforce na anaona kuko mubaya asishushe batu. Wenzake walikuwa wanashusha batu, wanafika pale wanashusha batu, wanabakondire na wanapita mzuri. Mimi alifanya kiburi, akapenda kupita bila kushusha batu, ili iko consequence ya ba chauffeur na viko ba orgueilleux sana. Viko ba orgueilleux kabisa. Haiko juu nani chef de secteur ya kureagire tena wakati mtu naye anaonaka hapa kuko hivi, siwezi pita hapa. Ile na inaponesha wale watu ambao wangelikufa. Labda tungipata picha kidogo ya plaza ni huko nayo juu ya kujaribu kueradicate hiyo maaksidamu sekta Tanganyika sekta wakati ya mvula kulingana na macirculation. Nini unafikiria kuhusu hilo? Probleme ya barabara iko très enorme. Sekta haiwezi kamata charge ya barabara route numero 5. Mais tunafikiria parce que swima kuko ile kilalo isharibika, tunafikiria tutasudia hayo wapo eparmije maaksidanti, tutasudia hayo kusema sektere kamate monopole ya barabara route numero 5 kuzuia mashimo kwa vingine ile jeudi franchement tuweziweza ile. Mwishowe mkuu wa sekta ya Tanganyika ameongeza kwa kutoa pole kwa familia zilizopoteza ndugu zao katika ajali hiyo. Miobakano Jedeo amerejea mara tena. Par exemple kutoka Makobola mpaka Lweba hakuna mashimo yenye na deranger gari aseme gari itaanguka vitu gani, kuko mashimo kidogo tu. Par exemple hapa Kidila kulikuwa fasi iliharibika, na tulikamata jukumu cha sektere tukabayanisha majiwe na hivi metoka iko napita mzuri na baizaje balishukuru sana. Na iko aseme tutakamata charge barabara yote mzima, on peut pas s'en sortir. Paraporo na watu walikuwa puwe, tunasema pole sana kwa familia zilipoteza makwao. Pole kabisa, pole. Nilisema na ule mwenye gari alisema atakamata vitu yote en charge. Daire yeye ndiye alikamata location ile mtungu nipeleka ile makoro jana $350. Alikamata ile charge. Alisema kesho ya kuzika depuis mortel atakamata charge zote kwanza ile ya basoda na wale wengine watu 3 walikufa na wale bablesse wote walienda jana nao atakamata en charge. Na mimi ninatoa mkono wa rambirambi kwa raia wakati raia inaona barabara inaharibika. Kwa nasema kama sisi hatuna gari yetu itapita. Zile gari hizo tunatuletea mafuta pale de sisi. Na chef de village bakapita wako nafanya masalongo pale kwenye kunaharibika, wanatengeneza pale. Iko intere yabo, iko intere ya population yote. Asante sana msikilizaji, ni muda wa kufuata habari za michezo naye Sudi Valente, karibu. Asante sana kabisa Bibu Constantine Aldama. Leo kunako kurasa wa habari za michezo, acha tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako uongozi ambao unasimamia soka ndani ya mji wa Baraka, yani Cercle de Football de Baraka, ambaye inaongozwa naye mwenyekiti shupavu Clovis Songolo Matete, imetoa kalendari ya mechi za kirafiki ili kuandaa msimu mpya 2025-2026. Mwenyekiti huyo ambaye anasimamia soka ndani ya mji wa Baraka anaeleza yafuatayo. Tumetoa kalenda yenye kuandaa mechi za kirafiki ambazo zimeanza tarehe 2 mwezi wa 11, zitaendelea nadhani tena wiki hii ijayo. Mechi tena zinaendelea za kirafiki, yani tarehe 8 na tarehe 9 utakuwa tena zingine mechi za kirafiki na kuendelea hadi tarehe 30. Shabaha ya kutoa kalenda hiyo, kama kawaida, ndugu mtangazaji, mbele ya kuanza championnat local ni lazima watu waandae timu zao, na tumeona kweli timu nyingi zilikuwa zipo chini sana, zilikuwa ziandae mazoezi. Tukaamua
tuanze kuwapanga kucheza mechi hizo za kirafiki, na ndio maana tulianzisha na tukatoa kalenda yetu ambayo ilianza tarehe 2 ambayo ilisakata gozi urafiki A na urafiki B. Score ilikuwa ya 1 partout. Mwishowe ameomba kwa zile klabu ambazo bado kuanza mazoezi ya kujiandaa na msimu mpya waanze sasa, kwani muda ndo vile naenda kujulisha zile zingine timu ambazo hazijumuiki kwenye mazoezi. Huu ndo muda wa kupasha sasa mazoezi ili wajikute wao en forme, parce que saison sportive 2024-2025 inakuya. Ni lazima tukutanishe waatleti wetu wakuwe wote wako fiti, yani wakiingia uwanjani wajikuta wapotezi kitu, wako en forme. Tufahamishe kwamba siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Novemba mwaka 2025 kutapigwa mechi moja majira saa 9 kamili za jioni kunako uwanja wa Lumumba. Klabu ya CS Vijana Prestige watakata mzua fitna zidi ya klabu ya Academique Michel. Na mwishowe ni kwamba michuano ya klabu bingwa katika bara la Ulaya itaweza kutimua vumbi ifikapo siku ya pili ya tarehe 4 Novemba mwaka 2025, ambako majira ya saa 1:45 klabu ya Etoile Rouge wataweza kukata mzua fitna zidi ya klabu ya Arsenal Ziganas, huko klabu ya Napoli huko nchini Italia kutoka uso zidi ya klabu ya Eintracht Frankfurt. Lakini majira ya saa 4 klabu ya Paris Saint-Germain wataweza kukaribisha klabu ya Bayern Munich. Liverpool watakipiga vikali zidi ya klabu ya Real Madrid. Klabu ya Juventus wataweza kukaribisha klabu ya Sporting Lisbon huko nchini Ureno. Klabu ya Tottenham Hotspur hapo nchini Uingereza wataweza kukaribisha klabu ya Copenhagen. Bibu Kurtantina Aldama, habari ni nyingi, lakini kwa siku ya leo acha niweke nukta kuna kurasa wa habari za michezo. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado nakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bene 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Katika mji jirani wa Uvira ni kwamba umoja wa wauguzi wa Kongo umeendesha maandamano ya amani mjini Uvira siku ya kwanza ya wiki tunayo katika mji wa Uvira ili kuweka shinikizo ya kuomba serikali kuu ya Kinshasa kuvalia njuga tatizo la mishahara yao katika kona mbalimbali za Kivu ya Kusini. Akihojiwa na Radio Kivu, Bwana Ramazani, moja kati ya waandamanaji, ametoa hapa picha ya shughuli yao ilivyokuwa. Nikusema kama banganga tuliandamana leo kufuatana na retard ya kulipiwa ya banganga pamoja wanafikisha miezi 10 bila kulipiwa na wengine wanafikisha mpaka miezi 12 bila kulipiwa. Huko pia banganga wenye hawakoka hapa nouvelle unité na wengine hawapata hata matrikili. Na kufuatana na hali watu wanaendelea kutumika moya magumu sana, vraiment mpaka hivi tuandamane juu tushafanya negotiation mingi na autorité. Adore kitu kiendelea tunaelekea kwa maandamano na greve. Maandamano kwa tunaanzia kumonima kwa guvernora. Malheureusement kutoka kumonima kutembea saa vile 50 metres tunaanza pigwa masasi na magaza lacrimogene bila kukimbia. Tunaendelea kuvumilia na kubakia pale mpaka kisimeni la kila likuya tukapima kuishaje naye tukapata compromise lakini deja tunaona polisi watuzidie na tukashangala sisi tuko maandamano yenye hatuna mipanga, hatuna visu, hatuna majiwe, tunaona pigwa masasi mara moja. Lakini Mungu alisaidia kwa maafa ya vifo, lakini wenzetu wa mwamba walipigwa magosi na kunyang'anywa matelefoni na franga. Ndio sasa, lakini kwa mwisho tukafanyikiwa kwenda kwa guvernora kukuze ile memo yetu après pale na ministre provincial wa santé katika wa ita delegation na kwa fulani kama tutaweza kuleta kwa nyumba turudie kwa kazi na gisi na tusha deposer memo hatukubaliana kwa kama tuwezi rudia kwa kazi mpaka marevendication zijibiwe tutekeleze greve ya banganga. Umesema kwamba mmepokelewa na waziri husika na afya jimboni. Sasa kwa nini hamkukubaliana na nyinyi mulitaka kumwachia hiyo memo na amepokea, amesema kwamba swala leno litashughulikiwa na serikali? Hiyo ndio hatukubaliana na kufuatana na jinsi tutadanganywa sana kufuatana tagia na moto tulianzia ima demand
depuis mwezi wa 4 mpaka leo hakuna kitu kinaendeka. Hakuna kinaendeka, ni ahadi kwa ahadi. Kitu kufuatilia, kitu kushughulikia, ni asile tere akuone kitu. Huyu ameongeza kuwa waganga wanahangaika huku serikali ikiwa kimya. Watu wanaendelea kusufiri, kuteseka kwa ajili ya manyanga ya maendeleo ya watu fulani, hata inaendelea kupenalize watu wengine. Na ndio maana tunaona kama hatutaki kubali kabisa ile mapendekezo yake. Lakini wakati mnabaki katika huo msimamo, hamuoni kama raia ndo wataathirika zaidi kiafya? Hilo pia hamkulifikiria? Raia itaathirika, ndio inawezekana, lakini pia mganga naye ataathirika. Mganga naye ni mtu, iko na haki ya kuishi, iko na haki watoto wake wasome, watoto wake wakule, waishi mafundisho mzuri. Na wakati naye pia anateseka na anaomba haki yake, mpaka pale hakuna ubaya journaliste. Mgomo ifanya lenga province mzima ya Kivu, hususan huko pati kwenye serikali inaokipe. Jube tuwe yenye liko mazone ukipe pale rebel M23 atwetu hapo tu atakamata atakapopotea kule juu, mtu anaongozwa na baadhi asiye vinaweza fanya. Lakini sisi tunaongozwa na serikali, na ndio tunapata mafanikio yetu. Ndio tunaendelea kama hii mgomo ikiwe province mzima, basi mgomo tunafanya. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa lazima mapambano yasitishwe na makubaliano ya amani yanapaswa yaheshimiwe bila kikomo kutoka pande zote zenye kuzozana. Mengi zaidi na Safari Alimasi. Naam, kuendelea kwa vurugu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaendelea kuleta athari katika ngazi ya kimataifa licha ya mipango ya kidiplomasia inaongozwa na Marekani na Qatar ili kuleta amani. Katika ujumbe uliochapishwa Jumamosi Novemba 1, 2025 kwenye akaunti ya X zamani Twitter, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa mara nyingine alionyesha wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali ya usalama na alitaka pande zote zenye mzozo huo kukomesha mara moja uhasama na kutekeleza bila kuchelewesha mikataba ya amani ambayo tayari imesainiwa. Watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamevumilia mzunguko usio wa mwisho wa vurugu na mateso kwa miongo mitatu. Mapigano lazima asimame na makubaliano ya amani lazima yatekelezwe bila kuchelewa. Umoja wa Mataifa unaendelea kusaidia juhudi za kujenga mustakabali wa amani nchini DRC na katika ukanda wa maziwa makuu, aliandika hayo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Kwenye uwanja wa mzozo, waasi wa FCM23 walioungwa mkono na Rwanda na wazalendo walikabiliana mara tena Ijumaa huko Buabo katika usultani wa Oso Bunyungu tarafani Masisi huku Kivu ya kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya ndani, baada ya kuchukua udhibiti wa Ndete, Alhamisi waasi hao walianzisha mashambulio mapya dhidi ya positions za wazalendo huko Buabo kwa lengo la kupanua eneo lao la ushawishi wao kupata ngome yao mpya. Wazalendo waliweka upinzani mkali na kuwarudisha nyuma. Silaha nzito na nyepesi zilizopigwa ilipelekea wenyeji wa vijiji vya kando kando kubaki na wasiwasi mkubwa. Idadi ya maafa ya vitu na watu bado haijajulikana. Buabo inabaki chini ya udhibiti wa wazalendo, ingawa hali inabaki kuwa ngumu katika eneo hilo. Waasi wa FCM23 wamedhibiti mji wa Ndete tangu Alhamisi baada ya mapigano dhidi ya wazalendo. Hali inabaki kuwa ngumu katika maeneo hayo. Ndete ni sehemu ya makutano kati ya vikundi kadhaa katika eneo la Masisi na ufunguzi kuelekea eneo la Walikale. Kushikiliwa kwa eneo hili na waasi inaruhusu kufikia mji wa Kimua, Ndoto na Busurungi kuzingatiwa kama vizuizi vya kinga vya jumuiya vijijini ya Walikale. Mapigano haya mapya yanatokea wakati ambapo masaa chache kabla Antonio Guterres, Masad Boulos, mshauri wa Afrika wa Donald Trump, alikuwa ameonya dhidi ya ukiukwaji wa usitishaji mapigano kati ya DRC na M23, akitoa wito kwa watendaji wa ukanda kuheshimu ahadi zao ili kuepusha mashambulio mapya. Niyo ndio tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi. Ni kupitia ripoti yako hiyo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Adama, fundi mitambo Ja Ekala Jaden. Na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.